Ibada ya pili tunaanza saa moja mpaka saa tatu. Na Mungu awabariki. Ibada ya pili, ibada ya tatu tunaanza kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Mungu awabariki, Mungu atende mema. Tunakuanga pia na lunch hour kuanzia Monday mpaka Friday, na zinakuwa ni lunch hour nzuri katika jina la Yesu. Na kila Friday ya mwisho kama hii ambayo tutakuwa tunayoenda, tunakuwa na kesha ya makanisa tofauti katika jina la Yesu. Mungu awabariki na Mungu awatendee mema katika jina la Yesu. Watazamaji wanaonisikia kwa hii channel ambayo ni nzuri na inapendeza, ambayo inainua watu wengi katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Leo nataka tuweze kuzungumzia kuhusu kuchochea kipawa. Kuhusu kuchochea kipawa. Kipawa kwanza ni nini? Kipawa inakuanga ni zawadi ambayo umepatiwa na Mungu. Sisi wote, uwe umeokoka, uwe hujaokoka, kuna zile vipawa mtu huwa amepatiwa. Kuna wengine wako na vipawa ya kuchimba maji. Unakuta ya kwamba huyo mtu hata anasomea kuhusu kuchimba maji. Hiyo bado ni kipawa. Wengine ni vipawa madaktari. Hiyo bado pia ni kipawa. Kwa hivyo ile kipawa yenye umepatiwa na Mungu ni wewe uifanyisha kazi katika jina la Yesu. Wengine wako na vipawa hata za ukulima, na wengine pia wako na vipawa za kazi ya Mungu kama hii yenye ninafanya katika jina la Yesu. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Kitabu ni cha Mathayo 25 pale 15, verses zingine nitaenda tu nikitaja, maana unajua kwa TV hakunanga time na hakuna mambo mengi, ni kwenda kwa point na utabarikiwa. Biblia inasema kwenye kitabu ya Mathayo 25:15, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, na kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Baba, katika jina la Yesu, asanti kwa sababu unatujali. Tunatangaza baraka ninapoenda kuzungumza neno lako, maana ndilo uzima wa milele katika jina la Yesu. Mahali ambapo tumesoma Biblia kwenye kitabu ya Mathayo 25:15 kwa neno la tumaini siku ya leo kuhusu kuchochea kipawa. Kitu ya kwanza tumesema kipawa ni Mungu huwa anapatia mtu. Biblia inasema kulikuwa na watu watatu mahali hapa, na huyu jamaa akawa anataka kusafiri na akapatia kila mtu kipawa. Biblia inasema kuna mwenye alipatiwa 5, kuna mwenye alipatiwa 2 na kuna mwenye alipewa 1. Biblia inasema vizuri, kila mtu alipewa kulingana na uwezo wake. Kwa hivyo kila mtu kulingana na uwezo wake alipewa. Huyu alipewa 5, alijitahidi, akaweza kufanya nayo kazi, akatoa jasho, akafanya bidii kwa njia yake yote mpaka akajitahidi ikafika 10. Na pia kuna mwingine alipatiwa talanta ambayo ni 2, na yeye pia akajaribu, akahakikisha akatoa jasho kwa kipawa chenye alikuwa amepewa na zikafika 4. Lakini kuna mmoja pia alikuwa amepewa kipawa kimoja, talanta 1, lakini hakuifanyisha kazi. Alienda akaificha. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya kukaa yule jamaa akaweza kurudi, na baada ya kuweza kurudi akawauliza swali kama hii pale Matthew 29. Kwa maana kila mwenye kitu Biblia inasema atapewa, lakini mwenye hana chochote hataweza kupatiwa. Lakini huyu mwenye alikuwa amepatiwa vipi? Huyu mwenye alikuwa Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwenye alikuwa Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu msamani. Huyu mwenye alikuwa amepatiwa 5. Biblia inasema ya kwamba yule tajiri alipokuja alifurahi sana. Na alipofurahi akasema ya kwamba huyu jamaa amejaribu. Katika hii maisha yenye kila kipawa yenye unastahili kutia bidii katika jina la Yesu. Maana ukitia bidii utakuwa rafiki ya Mungu. Itakuwa ni moja nzuri ya kuweza kupendeza katika jina la Yesu. Natangazia mtu siku ya leo ya kwamba kipawa chenye umepewa, hakikisha umekifanyia kazi katika jina la Yesu, na utakuwa rafiki wa Mungu na utaenda mbali katika jina la Yesu. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini kwenye kitabu ya Mathayo 25:15, kila kipawa yenye umepewa
ifanyishe kazi katika jina la Yesu. Hata kama ni ukulima, hata kama ni mwanasiasa, kama Mungu amekupea kipawa cha mwanasiasa, ifanye kwa bidii katika jina la Yesu. Hata nyinyi mnaona vile wanasiasa wanakuanga na bidii kwa vipawa zenye wako nazo katika jina la Yesu. Na wewe pia mtu wa Mungu, kipawa chenye Mungu amekupatia, uweze kufanya nacho kazi bila kuangalia nyuma, bila kuogopa katika jina la Yesu. Na ndio Biblia inasema kila mtu atapewa, huyu jamaa alipatia kila mtu kulingana na uwezo. Kwa hivyo ni uwezo hapa. Kwa hivyo hata ukiwa pastor, wewe uko na kanisa ya watu 15,000, hiyo ni uwezo yenye Mungu amekupea. Utakuja kupeana hesabu. Uwe mchungaji, uwe uko na kanisa ya watu 200, hiyo bado pia ni kipawa kulingana na uwezo, na utakuja kupeana hesabu. Lakini hatari ni kwamba ule alipewa moja, alienda kuficha na akasema mimi sitafanya kazi. Labda wewe ni mtumishi, labda wewe ni mwimbaji, kuna kipawa ulipewa na Mungu, labda ukakwazwa na mtu mahali, na baada ya kukazwa na mtu mahali ukasema hata hiyo kanisa nimehama, ukasema hata hiyo area nimehama. Ukweli ni kwamba haufanyi kwa sababu ya mchungaji, lakini Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili kuchukua vipawa, lazima utapeana hesabu. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini, Bwana akupatie neema, usichoke, usivunjike moyo katika jina la Yesu. Hata mimi nimewahi kufunga kanisa, na baada ya kufunga kanisa, nilitaka kukaa kwa nyumba niwe ninaangalia wahubiri kwa TV, lakini mke wangu akaniambia ni vizuri tu join kanisa fulani. Tukajoin kanisa yenye ilikuwa inaitwa CFF Pipeline. Nikakaa pale miaka 5. Baada ya kukaa miaka 5 pale, nikapona jeraha. Baada ya kupona jeraha, nikarudi kwa uwanjani, nikatumwa upande wa Himara Daima. Kanisa tulianza watu 6 na watoto 2, na saa hii hatuko watu 6 wala na watoto 2. Ni kwa nini? Maana nilijua kwamba kipawa nimepatiwa na ni mimi nimepewa. Maana hakuna kanisa inaweza endelea bila mchungaji. Ukiona kuna kanisa mahali pale, jua kuna mchungaji mahali pale ambaye aliyeitwa. Natangazia mtu siku ya leo, mchungaji popote penye huko, hata labda ulifunga kanisa ukajoin mahali fulani, na kutangazia upokee neema ya nguvu mpya ya kurudi kufanya kazi katika jina la Yesu. Maana kila mtu atalipo kulingana na ile kazi alifanya. Biblia inasema Timotheo wa pili, kwa neno la tumaini, Timotheo wa pili pale 1:6 anasema hivi. Kwa sababu hiyo Biblia inasema hivi Biblia inasema Timotheo wa pili pale 2 kuanzia 1 pale 6. Kwa sababu ya hiyo na kukumbusha uchochee karama ya Mungu iliyo ndani yako, kwa kuwa umewekewa mkono. Biblia inasema ya kwamba siku ya leo, kwa neno la tumaini siku ya leo, kwenye kitabu ya Timotheo wa pili pale 1:6, huyu ni Paul alikuwa anaongea. Na usisahau pia Paul hakuwa mtu mzuri, alikuwa mtu mbaya, alikuwa anaua hata watumishi wa Mungu, lakini baadaye akakuja kujielewa. Baada ya kujielewa, anaandikia mtoto wake Timotheo, anamwambia Timotheo kwa neno la tumaini siku ya leo, anaambia Timotheo maneno mazito, na uchochee kipawa yako. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini, popote penye unanitazama, uwe uko Mombasa, uwe uko Nakuru, uwe uko Naivasha, uwe uko Machakos, uwe uko Kisii, uwe uko Eldoret, uwe uko nje ya Kenya, na kutangazia siku ya leo, chochea kipawa chako, maana ni wewe utaulizwa katika jina la Yesu. Ni wewe utaulizwa katika jina la Yesu. Unajua kwa saa zingine siku ya Januari huwa tuna fast 21 days, na mara nyingi huwa ninaambia kanisa, tafadhali tuweze kufast, tuite Mungu. Maana Yesu alisema pepo zingine hazitoki bila kufunga na kuomba. Lakini kuna watu wanakuanga na mchezo, huwa wanasema pastor, ni wewe uliitwa, pambana na hali yako. Mimi sikuitwa, ni wewe uliitwa. Ni ukweli kabisa, lakini demon ikikupata kwa nyumba, ni wewe itakupata, sio mimi itanipata. Maana Yesu alisema
pepo zingine hazitoki bila kufunga na kuomba. Na kutangazia siku ya leo kwa neno la tumaini, chochea kipawa chako katika jina la Yesu. Chochea ushindi utapatikana Pale 7 anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ni roho ya nguvu na upendo na moyo kiasi. Biblia inakuja inasema Timotheo wa pili pale 1:6 pale 7 inasema Mungu hakutupatia roho ya uoga, alitupatia roho ya ujasiri. Natangazia mtu siku ya leo kwa kipawa chako kuwa na roho ya ujasiri. Tumepatiwa roho ya ujasiri. Natangazia mtu siku ya leo upokee neema. Upokee nguvu mpya kwa kipawa chenye Mungu alikupatia katika jina la Yesu. Labda kuna kanisa umejoin juzi na wewe ni muimbaji na wewe ni mhubiri. Sikiza vile Biblia inasema hatukupewa roho ya uoga bali roho ya ujasiri. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini siku ya leo upokee nguvu ya kipawa chako kiweze kufanya kazi. Ukiona mtu wa bodaboda ni kipawa chake anafanya kazi. Ukiona mtu ambaye anachimba maji ni kipawa chake. Ukiona daktari anapasua mtu anamtengeneza ujue ni kipawa chake anafanyisha kazi. Ukiona mtu anafanya kazi kwa benki ni kipawa chake anajua kuhusu mahesabu. Na tangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini siku ya leo upokee neema ya kipawa chako kiweze kufanya kazi katika jina la Yesu. Biblia inasema pia kwenye kitabu ya Timotheo wa pili pale 4 kuanzia 2 anasema hivi, anasema lihubiri neno, uwe tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiokufaa. Paul anaambia Timotheo kwa neno la tumaini siku ya leo. Timotheo wa pili pale 4 kuanzia pale 4 anamwambia uwe tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Natangazia mhubiri siku ya leo inasema uwe tayari kwa wakati unaofaa usiofaa. Lazima kama wahubiri tukae kama mazima moto. Ile gari ya mazima moto maji inakuanga imejaa, huwa iziko kwa station inangojea tu simu ipigwe. Wakati simu inapigwa si ati sasa ndio wanaweza kuweka ile gari maji. Gari huwa inajaa maji. Natangazia mtu siku ya leo kwa neno la tumaini siku ya leo uchae Mungu, uwe kipawa chako kiweze kufanya kazi katika jina la Yesu. Natangaza Mungu akubariki. Natangaza Mungu akuinue. Biblia inasema Timotheo na pia Timotheo wa kwanza pale 4:12 nasema awe asiudharau ujana wako. Paul anaambia Timotheo ya kwamba Timotheo mtu asidharau ujana wako. Anamwambia mtu asidharau ujana wako. Anakuambia mbali uwe kielelezo chema kwa kipawa chenye Mungu ametupatia kwa kipawa chenye unafanya. Paul anaambia Timotheo mtu asikudharau. Hata mimi huwa sidharau mtu. Kuna baadhi ya kanisa ambazo huwa hawapatii vijana kuhubiri, na hiyo ni mbaya sana. Kama Paul angekuwa mahali hapa, wewe mhubiri unakosea. Maana hawa vijana ndio tunastahili kuwapatia nguvu, tunastahili kuwapatia uwezo. Maana akili ya vijana vile wanafikiria si kama yetu wazee. Hii shida Paul aliona ndio akaambia Timotheo mtu yoyote asikudharau. Lakini Paul anaambia Timotheo uwe kielelezo chema. Natangaza siku ya leo kwa neno la tumaini siku ya leo kwa Timotheo wa kwanza 4:12 mtu asikudharau lakini uwe kielelezo chema. Kuwa kielelezo chema, uwe kijana uwe mhubiri kwa kipawa chenye Mungu amekupenda. Biblia inasema ya kwamba uwe kielelezo chema katika jina la Yesu. Na hii neno kudharau hata Mungu huwa hapendi. Kwenye kitabu cha Ayubu 36:5